37, Mwanzo 37 utaona jinsi gani huyu Yusufu alijikuta yuko mikononi mwa Potifa. Aliuzwa na ndugu zake na hawa wa Ishmaeli nao wakamuuza kwa Potifa kule Misri. Na huyu Yusufu akiwa mtumishi tu, watumishi walikuwa wanaitwa watumwa, akiwa ni mtumwa katika ile familia ya Potifa, tunaona jinsi gani Mungu alikuwa pamoja naye, alikuwa jinsi gani Mungu alikuwa akimtetea, jinsi gani Mungu alikuwa akimlinda, ili hali yuko katika nchi ya utumwa, nchi ya ugeni, akitumikia huko. Anasema Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni kibali ambacho Yusufu alikuwa nacho mbele za Bwana. Pamoja na kwamba aliuzwa akaenda kuwa mtumwa katika nyumba ya mtu, lakini bado tunaona Mungu alikuwa pamoja naye, hakumuacha. Na tukumbuke ya kwamba pamoja na kwamba alikuwa katika ile nchi ya ugeni kama mtumishi, hakuwa na raha, si ndio? Tunajua utumwa ulivyo, si ndio? Halo? Ukiwa mtumwa mahali popote pale unakuwa huna haki kwanza za kuhesabika wewe kama mwanafamilia. Kwa hiyo unajikuta unatumikishwa tu, njoo hapa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Halo? Mtumwa, si ndio? Yaani yuko pale kama mtumishi. Sasa huyu pamoja na kwamba alikuwa katika nchi ya utumwa, kuna vitu alivipata. Haleluya. Amen. Kitu ambacho alikuwa nacho ni kibali kutoka kwa Mungu, na kibali hiki sasa kilimsaidia akiwa pale katika ile nchi ya utumwa yenye mambo mengi, yenye pilika nyingi, bado Mungu alimfanya kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakumbuka alikutana na changamoto nyingi akiwa katika ile familia, si ndio? Mke wa Potifa mwenyewe alimtaka, si ndio? Sio kitu chepesi. Halo? Manake alianzia mbali, kutafuta namna ambayo atamweka karibu hata waweze kuzungumza au amuinde. Haya mambo yalianzia mbali, manake huyu kijana alivuka vikwazo vingi mpaka kufikia ile siku ambayo sasa anaona ule mtego umetimia. Manake kuna mambo mengi kuna mahali yalianzia. Sasa huyu kitu ambacho tunaweza kujifunza, kwa sababu alikuwa na kibali, tunaona alistawi. Manake alikuwa na amani, manake Mungu alimbariki, manake Mungu alimtendea mambo kadha wa kadha. Lakini sio tu kubarikiwa na Mungu, kuna vitu vingine ambavyo Mungu alifanya, kwa sababu Yusufu alikuwa na kibali cha Bwana. Kuna mambo alifanya kiasi kwamba mpaka ile familia ikafanya nini? Ikabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Takusomea huu mstari wa 2, neno la Mungu linasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Mungu yu pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani mpaka yule Farao akaona, akasema huyu hakika yuko na Mungu, kwa sababu alivyofika katika ile familia mambo yalibadilika, kuna vitu vilibadilika. Iko hivyo. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna watu ukiwaweka hata kwenye biashara yako, kuna vitu vinabadilika saa hiyo. Kuna neema fulani inakuja, kibali fulani kinakuja, mafanikio unaanza kuyaona. Lakini kuna watu wengine hata ukiwa karibu naye tu kuna vitu vinaanza kuondoka ndani yako, vinapungua. Sasa huyu Mungu alimfanya kuwa baraka mpaka kwa nani? Kwa Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Hadi huyu mtu akaona, na huyu mtu alikuwa ni mpagani, sio mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu, alikuwa tu ni mpagani. Mpaka yeye akakiri, akasema huyu kweli anamtumikia nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kibali. Na nikiendelea hapa, neno la Mungu linasema
Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote yaliyomo mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa sababu ya kile kibali na yale mambo ambayo yalikuwa anayafanya mpaka Farao mwenyewe anaona ya kwamba huyu kweli ni mtu wa Mungu. Huyu kweli Mungu anasema naye, Mungu anatenda naye. Kwa hivyo akajikuta ametengeneza ule uaminifu, akakabidhiwa kila kitu yeye asimamie. Hata alipokutana na changamoto fulani, tunaona Yusufu bado alikutana na neema mbele za Mungu. Mwisho wa siku tukaona akawa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yako mambo ambayo yanatufanya tuwe na kibali au tukose kibali. Jambo la kwanza, ukitaka kibali kianzie machoni pa nani? Pa Mungu. Haleluya. Kibali kianzie machoni pa Mungu. Hakikisha kweli mimi Mungu ananionaje mbele zake. Haleluya. Tunaona Yusufu alipata kibali na neema mbele za Mungu kwanza, baadaye mbele za wanadamu. Wako wengi ambao walikosa kibali, na kwa sababu ya kukosa kwao kibali mbele za Mungu, mabaya yalitokea. Tunaweza kuwa tunatamani kufika mahali fulani, lakini tukijikagua ndani yetu, je, tunapatana na Mungu? Tuko sawa na Mungu kwa matendo yetu, mioyoni mwetu, njia zetu, tabia zetu? Ni kweli tunatamani kumbeba Kristo kwa kumtambulisha kwamba yeye kweli ni Mungu, lakini je, tumebeba nini? Tunatamani kuwa na kibali. Naomba Mungu nipe kibali cha kuinuliwa kazini, kibali cha kuinuliwa katika biashara, kibali cha kufanikiwa, kibali sijui cha nini. Je, kibali kinachotokana na Mungu kipo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Nitaanzia mstari wa 6. Haleluya. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Haleluya. Tarudia. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Halo? Ghadhabu, yani manunguniko, hasira, ghadhabu. Tunajua habari ya Kaini, si ndio? Kaini na ndugu yake, hawa watu walikuwa wakimtolea Mungu sadaka. Sasa Kaini akaghadhabika baada ya kuona ndugu yake amepata kibali kwa Mungu na ile sadaka imepokelewa mbele za Mungu. Yeye akaghadhabika, akaumizwa, na Mungu akaliona hili ikiwa bado mapema. Mungu akaona, akampa tahadhari, akamwambia, Kaini, kwa nini una ghadhabu? Halo? Kwa nini una ghadhabu? Wakati huo bado nafsi inaanza kuwa na manunguniko, nafsi inaanza kuwa na chuki, nafsi inaanza kuwa na mawazo mabaya, nafsi inaanza kupanga mipango mibaya. Mungu akaliona, akazungumza na Kaini, akamwambia, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Anamuuliza kwa sababu alishaanza kuona kitu gani ambacho kitaenda kutokea. Kinyume cha kibali ni chuki, na shetani anaweka mambo mabaya ndani yetu ili tukose kibali mbele za Mungu, halafu tuangukie katika dhambi. Tukose mambo mazuri ambayo Mungu anatukusudia ili tuangukie kwenye nini? Kwenye dhambi. Angalia Mungu alichomwambia,
Akamwambia, na kwa nini? Akamwambia, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe matendo mema yanatusaidia sisi kupata kibali. Kibali kwa Mungu, kibali kwa wanadamu, kibali katika maeneo mbalimbali. Watu wanatafuta vibali. Siku hizi vibali watu wanatafuta hata kwa waganga wa kienyeji. Anaenda kutakasa nyota, apendwe, labda ashike nafasi fulani maeneo fulani. Anaenda kutafuta kibali kwa shetani ili apate wateja. Anatafuta kibali kwenye madhabahu za kuzimu ili tu apate kibali, pengine ili kilete faida. Kibali kinaleta faida. Halo? Kwa hivyo tunaambiwa hapa kwamba kama hautatenda mema utakosaje kibali? Tunajua iko tofauti ya watu wawili, hata watoto wawili. Mmoja hana tabia njema, mwingine ana tabia nzuri. Halo? Yupi atapata kibali? Ni yule ambaye anatengeneza, anajitahidi kutafuta patano. Watu wa Mungu, tunahitaji kibali. Siku hizi hata maofisini kupata kibali, kupata nafasi, lazima uwe na kibali. Kibali kwa bosi, kibali kwa wafanyakazi wenzako. Unataka biashara ifanikiwe, lazima uwe na kibali. Kibali cha kuwavuta wateja, sio kile kibali ambacho kinatokana na mapepo, kinatokana na wachawi, ambacho baada ya muda kinaisha. Ile nguvu inaisha. Mungu anatuambia asubuhi ya leo, tunahitaji kibali. Haijalishi utapita kwenye mazingira gani magumu, kibali cha Mungu kitakusaidia kufikia kusudi, kufikia neema, kufikia baraka. Hakunaga njia ambayo ni nyepesi tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Habili hapa ukisoma hii Biblia alitoa sadaka, ndiyo akapata nini? Kibali. Haleluya. Kuna muda tunatakiwa tujitoe sisi wenyewe kufanya vitu ambavyo vitatupa kibali mbele za Mungu. Unajitoa mbele za Mungu, unanyenyekea mbele za Mungu. Kutoa sadaka yenyewe haikuwa kitu chepesi kwa Habili. Haleluya. Haikuwa kitu chepesi. Ndio maana tunaona mifano miwili, kuna Kaini na kuna Habili. Hapa wote hawa wawili walienda kutoa sadaka. Maanake kutoa sadaka sio kitu chepesi. Kuna mahali inahitaji ujitoe tu ili uweze kupata kibali. Angalia, huyu alipata kibali, lakini mwenzake kwa sababu tayari shetani alikuwa amemuotea na hakuifuata ile tahadhari ambayo Mungu alikuwa anasema naye, dhambi ilimuotea ndani yake, akajikuta anakosa kibali. Tunaujua mwisho wa Kaini, si ndio? Kaini mwisho wake ulikuwa mbaya, alijikuta kichaa, lakini Mungu alimpa tahadhari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unafanya mambo ya ajabu, unakosa kibali kwa mume wako, unakosa kibali kwa mke wako, mwisho wa siku unakuwa kichaa tu, mambo yamekuchanganya. Halo? Unakosa kibali kwenye biashara, unashindwa usimamie nini, mwisho wa siku mambo yanabadilika, hasara. Ndio hivyo, kila siku hasara. Wale wateja wazuri ambao ulikuwa nao wameondoka. Halo? Kibali, tunahitaji kibali kuendelea mbele. Na ni vita watu wa Mungu kukipata kibali. Ndio maana watu wanashinda kwa waganga wa kienyeji ili wapate kibali. Sisi kibali tunakipata kwa Mungu. Haleluya. Tunakipata kwa Mungu. Nabarikiwa na yule binti Esther. Haleluya. Esther kwenye Biblia tunamjua. Huyu mtu aliomba kibali kuongea na mume wake ambaye ana uhalali naye, lakini alitafuta kwanza kibali mbele za Mungu, akafunga siku 3 kavu. Haleluya. Lakini kuna wengine wala hawajali, wanaona ni jambo tu la kawaida, si ndio? Huyu si wa kwangu. Lakini kuna vitu inatubidi tuende mbele za Mungu, tutafute kwanza kibali. Na kibali hiki tunakipata sio tu kwa urahisi, lazima tujitoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaona Esther alifunga siku 3 kavu ili akazungumze na mumewe, jambo lake lipite.